Hapa kwenye kata Ipuli, mtaa wa Majengo, kumetokea tukio ambalo la mzee wetu mzee Nasali pamoja na mama yetu Mwatano. Kwa tukio hili limetokea hapa, huyu mama hakuonekana nyumbani kwake usiku, wakaanza kumtafuta na baadaye kubainika kuwa alikuwa kwenye nyumba ya mzee Nasali, lakini wote wamekutwa wakiwa wamefariki. Kwa hiyo serikali pamoja na jeshi la polisi, mwenyekiti wa mtaa alitoa taarifa kwa jeshi la polisi na wamefika hapa na wamethibitisha kweli tumekuta watu wamefariki, na mpaka sasa hivi miili yao imepelekwa katika hospitali kuu ya Kitete. Kwa majina anaitwa Jumanne Kazimoto, mwenyekiti wa mtaa Majengo, kata Ipuli. Leo nikiwa katika majukumu ya kawaida pale ofisini, alikuja mtu akajitambulisha kwamba yeye amepotelewa na mke wake toka jana usiku, na katika maelezo yake baada ya kufanya uchunguzi uchunguzi wa mwisho akawa amebaini kwamba mke wake yupo katika nyumba hii husika. Kwa hiyo niliondoka mimi na wajumbe wangu tukafika katika nyumba hii. Baada ya kufika katika hii nyumba tulikuta mlango upo wazi, nikaingia nikaelekezwa katika hicho chumba, na nilipofika kule nilikuta watu wawili wamelala pale kitandani, lakini wakiwa hawana nguo wote, lakini ile maiti ya mwanamke ilikuwa inatoa povu jingi mdomoni. Sasa katika ile harakati ya kugusa kidogo zile nguo hakuna aliyeshtuka. Kwa hiyo kulikuwa na dalili kwamba watu si salama. Kwa hiyo hatua niliyochukua ni kupiga simu polisi, na kwa bahati polisi wameshafika. Tumeingia na tumeitoa zile ni maiti zile. Japo anaye confirm ni daktari, lakini kwa macho tuna ufahamu inaonekana ni wamepoteza maisha. Hii nyumba ilikuwa ni ya mtu binafsi au ni? Hii ni nyumba ya mtu binafsi. Yule marehemu wa kiume ni kwake hapo. Ni mwanajeshi mstaafu. Mwanaume kwa sababu ni mkazi wa mtaa wangu, anaitwa Peter Masali. Peter Masali. Huyo ni nani? Huyu mwanaume aliyefariki, huyu maiti ya kiume ambaye ndio mwenye nyumba hii. Asante. Mimi kwa majina naitwa Ulimwengu Moshi Matabula, ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kata Ipuli. Kimsingi wamekutwa wakiwa uchi, hawana nguo yoyote, wakiwa wako chumbani, wakiwa wamelala kitandani. Hivyo jeshi la polisi limechukua miili baada ya kupata taarifa kutoka serikali ya mtaa. Jeshi la polisi limefika mapema kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani, lakini na viongozi mbalimbali. Jeshi la polisi limechukua mwili, kwa hiyo jeshi la polisi litafuatilia. Mwisho wa siku uchunguzi utabainika na jeshi la polisi litatoa taarifa kwamba kini ni nini. Kwa macho ya kawaida mliwakuta na majeraha yani ya wazi? Katika mazingira ya kawaida hawana jeraha lolote. Tujaona wana jeraha lolote, lakini vipimo vya madaktari baada ya kufika hospitali ya Kitete, baada ya kufanya vipimo, basi madaktari watatoa taarifa kwamba kilichosababisha mpaka vifo vyao ni kitu gani baada ya taarifa ya madaktari. Mimi naitwa Mama Innocent kutoka mtaa Mwalitani Ipuli. Aliyefariki ni msimamizi wangu wa ndoa, niliwasimamia ndoa mwaka huu. Lakini baada ya kupata taarifa hizi, jirani yangu mmoja akawa amekuja nyumbani. Akaniambia, Mama Ino, una taarifa gani? Nikamwambia sina. Akaniambia Mwatano kafariki. Nikampigia mume wake simu. Akaniambia hivi, njoo shule ya sekondari Ipuli. Nikafika hapa nikampigia. Baada ya kumpigia akaniambia njoo huko nyuma, nikaenda. Nikamwambia shida ni nini? Mume wake akaniambia alikuwa hayupo, alikuwepo Urambo. Akampigia simu akamwambia nitumie shilingi 10,000 ya nauli, akamtumia. Huwa wana tabia za kuwasiliana. Alipokuwa anampigia mke wake simu, mke akawa apokee simu. Mwanamume kwa maelezo yake akaniambia hivi, akawa na hofu labda wamemteka au wamemuumiza. Akapiga simu kwa wanae. Wanae akasema mama kaondoka asubuhi kaenda kazini. Mwanamume akawa anafuatilia kwa kina. Baada ya hapo watoto wake wa marehemu wakawa wanakimbia huko na huko kwa ajili ya uchunguzi kumtafuta mama. Lakini binti wake mmoja mkubwa akaona watu wanakimbilia huko kwa mzee. Kabina ule binti aje huko. Nikamuuliza mume wake, "Kwa nini binti alihisi kwamba mama atakuwa huko?" Mwanamume akanijibu kwamba walikuwa na mahusiano na huyu baba toka muda mrefu miaka iliyopita. Ameshaitisha kikao zaidi ya mara kadhaa, lakini mke akawa hasikii na huyu baba akawa hasikii. Lakini matokeo yake ndo hayo. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora mchana wa leo majira saa 7 tumepokea taarifa za watu wawili, mwanamke na mwanaume,
ambao wamekutwa kwenye chumba kimoja katika grocery moja maeneo ya mtaa wa Ipuli, mkoa wa Tabora, katika manispaa, na watu hao wamekutwa wakiwa wamefariki kwenye chumba hiki, na mmiliki wa grocery hiyo ambaye ni mwanaume mstaafu wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania pamoja na mwanamke ambaye alikuwa ni mhudumu katika grocery hiyo wamekutwa wakiwa pamoja kwenye chumba hiki, ambako waliingia chumbani hapo jana usiku majira ya saa 8, na leo wakati wahudumu wenzake wakimtafuta mhudumu huyu walikuja kubaini kwamba watu hao wawili wamekutwa wakiwa wamefariki ndani ya chumba hichi. Chumba kilikuwa kikitumika kama store na hakina madirisha. Kwa hiyo miili imechukuliwa, imepelekwa kwenye hospitali ya Rufaa Kitete. Uchunguzi wa kitaalamu utafanyika ili tuweze kujua sababu halisi ya vifo vya watu hao.